hatari ambazo ni kubwa kabisa, hatari ambazo huenda Mwenyezi Mungu akatuangamiza kwa sababu ya kukosekana kwa dawa katika ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba ardhi na hakuiacha hivi hivi. Aliwaleta mitume na manabii, lengo wafikishe ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Tunakula riziki ya Allah, tunavuta pumzi ya Allah, lakini kwa nini watu wanaachwa hivyo hivyo tu? Kwa hivyo inshallah Taala, muda huu tunataka kuingia katika mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo nafikiri ni kwamba kati ya Isa alayhi salatu wassalam, mtume wa Mwenyezi Mungu kwa Bani Israeli, ndugu zetu wanamuita Yesu Kristo, wengine wanamuita Jesus Christ, the Son of God kwa imani yao, wengine wanamuita Mungu mwenyewe hasa. Sasa kwa siku ya leo tunataka kujua kati ya Yesu na mtume Muhammad ni nani mtume aliyetumwa kwa niaba ya ulimwengu, dunia yote nzima. Nafikiri hiyo ndiyo mada yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo mada hii naomba ukae makini, uisikilize pia upate faida. Muislamu ni yule ambaye, Muislamu wa kweli ni yule ambaye masikio yake hayachoki kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Huyo ndio muumini. Anayechoka kusikiliza maneno ya Mungu na akachoka na kheri nyingine mbalimbali, basi kuna kuwaga na mushkil fulani. Lakini muumini wa kweli huwaga hachoki, hata kama hana, pengine ameitishwa jambo fulani lakini hana, anatulia, anavumilia, moyo wake ukisikitika, lau kama ningekuwa na uwezo mimi, hili ningekuwa wa kwanza kulitekeleza. Hebu tuingie katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza, kati ya Isa na mtume Muhammad, nani aliyetumwa kwa ulimwengu wote mzima? Kati ya Yesu na mtume Muhammad, ni yupi aliyetumwa kwa ulimwengu wote mzima? Ili watu wapate kufahamu kwamba haki iko wapi na ukweli sasa ni upi. Kwanza naomba nisomee Qur'ani sura ya 42 aya yake ni ya 7. Haya, a'udhu minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. 42 aya ni ya 7. Inasema hivi: na namna hivi, naam, tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Muhammad, wewe tumekufunulia Qur'ani katika lugha ya Kiarabu. Naam, ili waonye watu wa Maka. Kwanza Muhammad, anza na watu wako hapa Maka, waonye hawa watu wa Maka, waeleze kwamba wakikataa maneno yako wanafuatwa nyuma yake na adhabu zangu. Kwa hivyo waonye watu wa Maka kwanza, na walio katika nchi zilizo pembeni mwake. Kisha kuna wale walioko katika nchi zilizo pembeni mwake. Naam, nao ni ulimwengu mzima. Nao ni ulimwengu mzima, kwani Maka iko katikati ya ulimwengu. Kwa sababu Maka iko katikati ya ulimwengu. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu amemleta mtume wake, lakini aanze na jamaa zake, halafu aonye nchi zilizo pembeni mwake, yani ulimwengu wote mzima. Sasa basi, ikiwa Nabii Muhammad alitumwa kwa Waarabu na wasio Waarabu, aya moja tu, hebu turudi kwa Yesu mtoto wa Mariamu. Mungu, wewe ulimtuma Yesu aje kwa Waisraeli kwanza, kisha aende ulimwengu mzima, ama umemtuma kwa niaba ya wana wa Israeli peke yao? Hapa ndo kuna kwaga na kizungumkuti hapa. Alikuja kwa walio wake wakamkataa, kwa hivyo sisi ndio tunayemkubali. Jamani, naomba nifungulie Mathayo 2:6. Aya 2:6 Mathayo. Mathayo 2:6 inasemaje? Haya, nimefungua tayari. Nasema, nawe Bethlehemu, katika nchi ya Yuda, katika nchi ile ya Yuda, humdogo kamwe katika majumbe wa Yuda. Lakini Bethlehemu, wewe humdogo kamwe katika majumbe wa Yuda. Kwa kuwa kwako wewe Bethlehemu, yani Baitulaham, atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli.
Kwa hiyo Mungu anatabiri kuja kwa Yesu, atakuwa yeye anawachunga na anawafikishia ujumbe watu wake, yani wana wa Israeli. Haya ni sio maneno yangu, ni maneno ya kitabu cha Biblia, Mathayo 2:6 hiyo. Lakini pia Mungu hakukomea hapo. Mwenyezi Mungu mwenyewe katika kitabu hicho bado hakukomea hapo kwa mtume wake Yesu. Yesu, wewe ulipokuja ulimwenguni ulifikisha ujumbe kwa kina nani? 15. Naomba nisomee 21 hadi 26 Mathayo mtakatifu. 15, 21 mpaka 26 kitabu kile cha Mathayo mtakatifu. Haya 15, acha tutopishe kidogo tu dakika moja. Haya 15 hiyo 21 mpaka 26. Naam. Haya, tuendeleze baba, tuendeleze dawa ya Allah tabaraka wa tujitoe umasuul siku ya kiyama, sio tukaulizwa kwamba hatukufikisha ujumbe. Kwa hivyo ndio tuko hapa. Naam. 15, 24, 21 mpaka 24 inasema okay, sawa. Yesu akaondoka huko. Akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Akaenda kando kule pande za Tiro na Sidoni. Naam. Natazama mwanamke Mkananayo wa mpaka ile akatokea. Mwanamke Mkananayo asiyekuwa Myahudi lakini wa mipaka ile akatokea. Inaendelea kusema. Naam. Akampazia sauti akisema. Naam. Unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Unirehemu wewe Bwana mwana wa Daudi. Mimi sio Myahudi lakini naomba tu rehema yako pia, yani naomba huruma. Endelea. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Binti yangu amepagawa sana na mashetani, majini. Wala yeye hakumjibu neno. Lakini Yesu akaangalia, hakumjibu neno. Nao wanafunzi watu wakamwendea kumwomba wakisema. Wanafunzi wake wakamwendea wakisema, mwache aende zake. Wakisema mwache aende zake huyu, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Anapiga kelele sana nyuma yetu, anaomba huruma yako Yesu ili binti yake aponeshwe. Akajibu akasema. Yesu akawajibu wanafunzi kwa niaba ya yule mama. Akasema sikutumwa mimi ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Mimi sijatumwa isipokuwa special kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo mimi kazi yangu niliyotumwa ina mipaka. Mipaka yake nisivuke nje ya Israeli. Mathayo 10:5. Haya 15. Msikilize Yesu bado anaendelea kuongea na anajiwekea mwenyewe mipaka. Si mimi namwekea. 15 Mathayo. Hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza. Hao thenashara ni Kiarabu. Maana yake 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema katika njia ya mataifa msiende. Jamani, nyinyi wanafunzi wangu, mimi sijatuma kwa watu wa mataifa. Kwa hivyo na nyinyi nakutumeni katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie, na katika miji yote ya Wasamaria pia msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Shikeni njia mkafikisha ujumbe wa Mungu wa Injili, lakini kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo hata Yesu mwenyewe anawakataza wanafunzi wake wasiende nje ya Israeli. Sawa sawa. Kwa hivyo huu ndio ukweli kwamba Yesu ni special kwa wana wa Israeli peke yao, si nje ya Israeli. Na bado Yesu hajakomea hapo, alizungumza mengi. Ufunuo 21:9. Msikilize sasa vile anavyojieleza Yesu mwenyewe, na yani kitu iko wazi. 21:9 Ufunuo wa Yohana Mtakatifu. 21:9 Ufunuo wa Yohana. Hata Yesu akiwa mbinguni bado anawaambia nini wanafunzi wake huko ulimwenguni? Haya, akaja mmoja wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7. Ndio. Vilivyojawa yale mapigo ya mwisho. Ndio. Naye akanena nami akisema, naam, njoo huku. Naam. Nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana-kondoo. Njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana-kondoo.
Naam. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu. Akanionyesha ule mji mtakatifu ambao ni Yerusalemu mpya. Wakristo wanatamaa nao pia hapa Kenya. Endelea. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Unashuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Wenye utukufu wa Mungu. Tena una utukufu mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu huo mji. Na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama kito cha yaspi. Mwangaza wake ulikuwa mweupe tena kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Naam. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu. Huo mji ulikuwa na ukuta mkubwa sana mrefu wenye milango 12. Huo mji ulikuwa na ukuta mkubwa tena mrefu wenye milango 12. Na katika ile milango malaika 12. Na katika hiyo milango pia bado kila mlango kuna malaika mmoja hapo. Na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Na majina yameandikwa katika ile milango, lakini majina yenyewe ni ya majina ya zile kabila 12 za wana wa Israeli. Kwa hivyo hata hiyo Yerusalemu mpya ambao ndugu zetu wanadai wataingia bado ina milango 12 kwa niaba ya wana wa Israeli. Hawa ndugu zetu hawa sio wa Israeli, hawana mlango. Huo ndio ukweli. Dakika zimeisha. Dakika zimeisha, sasa ongeza mmoja ili hapo kwamba tulikusumbua kidogo. Okay, ile moja yangu Kwa maana hiyo ieleweke ya kwamba wana wa Israeli peke yake ndio walitumiwa Yesu mwana wa Mariamu. Asiyekuwa Myahudi kwa Yesu mlango hana. Huu ndio kweli. Sasa tunaona watu wanapiga kelele, unajua mimi nitaenda mbinguni na ngoja Yesu ni mlaki mawinguni. Unakaa mpaka unazeeka Yesu umuoni. Around the corner Jesus coming. Kona ipi sasa? Kona yenyewe ni ipi? Ni hapa Kawangwaro ama ni hapa Isili? Kona maana ziko nyingi. Mara tutakwenda kumlaki Yesu. Haieleweki kwa sababu ni imani ambayo haina ushahidi, inaitwa bandika tu, sukuma tende siku ziishi. Ndio imani yenyewe. Hiyo dakika yangu moja nimesale, wacha nimpishe kiongozi naye aje tumsikilize atazosema na yeye. Haya, alafu baadaye tutarudi 5 humu tukaangane vizuri tu kwa makini, alafu taratibu. Kwa hivyo dakika zangu hizo madamu zimekwisha, sitaki dhulma. Karibu ukamate microphone hii kijana, uweze kufanya maneno yanayoeleweka. Kamata mic, simama hapa. Asante. Alafu baada ya dakika hiyo 5 sasa kukuru kaka ijue ukweli. Haya, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine kupatana mahali hapa, kwa Kristo, kwa Waislamu, kufikishiane maneno ya Mwenyezi Mungu kwa amani, wale wa kusikia waweze kusikia. Nashukuru mwalimu ambaye ametangulia mbele yangu katika hii mada ambayo ni nyeti sana. Na tunauliza kati ya Yesu na Nabii Muhammad ambaye Waislamu wanamwamini, nani ametumwa katika ulimwengu mzima? Akaanza na Mathayo 5. Mwalimu, hebu nipe picha, inasema vipi? 15. Pole mwalimu. Mathayo 15 akasema vipi? 15. Anasema hivi. Ndio kweli. Hapo na Sara. Safi. Yesu aliwatuma kaagiza akisema, sawa, katika njia ya mataifa msiende. Ndio. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Safi. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Asante. Yaani Yesu hapa ametuma wale 12. Akawaambia njia mshike muende wapi? Kwa nyumba ya Israeli. Sasa huyo Yesu mwalimu 28:18 anasema vipi? Ndani ya Mathayo 28:18. Lazima tuelewe kwanza, kama vile mwalimu alianza kutangulia kusoma katika Qur'ani 42, akasema ya kwamba Muhammad kwanza amekuja Maka, kisha akaambiwa aende pembezoni. Sasa Yesu anasema vipi mwalimu? Twende. Inasema ndio. Yesu akaja kwao akasema nao. Safi. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Safi. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Muende mkafanye nani? Mataifa yote kuwa wanafunzi. Safi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, sawa, na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Kwa hivyo Yesu hapa ametuambia ya kwamba kwanza wale 12 kazi ilikuwa Israeli.
lakini baadaye sasa anawaambia kazi yenu ni katika mataifa yote muwafanye wanafunzi. Sasa nipe Yohana 1 mwalimu 29. Yesu sasa tuangalie na yeye ni wa ulimwengu ama ni wa wapi? Hapa tunaangalia nabii wa ulimwengu mzima na pia tupate faida yake. Yohana 1:29. Twende mwalimu. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake. Sasa Yohana Mbatizaji ameona Yesu, anasema vipi? Akasema, ndio, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Huyu Yesu ndiye mwana-kondoo wa Mungu kwanza, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anachukua dhambi ya ulimwengu, sio Israeli. Mwalimu andika hiyo. Neno ambalo tunatafuta katika mada ya leo ni ulimwengu. Na aliposimama hapa dakika 10, hakuna andiko ametoa Muhammad ametumwa katika ulimwengu. Yaani ameshikanisha maandiko tu. Lakini hakuna ametoa andiko mwalimu. 12 hiyo Yohana 46. Tusikie inasema vipi? 8:12. Anzia 8:12. Hiyo itatosha. Tunatafuta aliyetumwa katika ulimwengu. 8:12. Basi Yesu akamwambia tena akasema. Yesu tena anaongea anasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yesu amerudia mara ya pili anasema yeye ni nuru, sio ya Israeli. Ushikane hapo. Nuru ya ulimwengu. Twende. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kabisa. Safi. Ukifuata Yesu hautaenda gizani. Manufaa ya pili. Kwanza tumesikia ni mwana-kondoo wa Mungu anakuja ulimwenguni kuchukua dhambi. Muhammad atakuja kuchukua dhambi yetu. Ya pili tumesikia Yesu ni nuru ya ulimwengu, ukimfuata hautatembea katika giza. Nipatie Yohana 17:1 mwalimu. Neno ulimwengu lipatikane utakaporudi hapa dakika 5. 17:1. Maneno hayo aliyasema Yesu. Safi. Akainua macho yake kuelekea mbinguni akisema, sawa Baba, saa imekwisha kufika. Sawa. Mtukuze mwanao, ili mwanao naye akutukuze wewe. Kama vile ulimpa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Kwanza tunaambiwa Yesu amepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili, yani wanadamu wote wenye mwili. Twende. Ili kwamba wote ulimpa awape uzima wa milele. Sasa sisi wote ambao ni watu wako chini ya mamlaka ya Yesu, sasa tena anatupatia uzima wa milele. Yani hajakuja tu duniani. Yesu amekuja kuchukua dhambi yetu, amekuja kututia katika nuru, na sasa tena anatupatia uzima wa milele. Hiyo 17 mwalimu, soma 6. Yesu anasema vipi? Jina lako nimewahishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Yesu anasema tena, jina lako nimedhihirisha wapi? Katika ulimwengu, sio Israeli. 18 hapo mwalimu. 18. Yesu anasema vipi? Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni. Sasa maneno ya Yesu, ili mwalimu akuje hapa dakika 5, ipatikane andiko ndani ya Qur'ani ulimwengu. Yesu anasema vipi? Kama vile ulivyonituma mimi, sio Israeli, ulimwenguni. Yaani sisi wote ambao tuko mahali hapa, ambaye tunafaa kufuata peke yake ni Yesu. Sababu yeye ndio ametumwa ulimwenguni, na nimetoa maandiko yasiyopungua 4 ya kwamba Yesu ametumwa ulimwenguni kwetu sisi wote. Nimalize na 3 mwalimu. 17. 3:17 inasema vipi Yohana? Yohana 3:17. Ndio, na uniambie pia dakika zimebaki ngapi? 3:17 inasema, safi, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Asante. Yaani andiko tena limepatikana lingine. Yaani Waislamu leo challenge ndogo tu. Maandiko yote ambayo natoa ni kwamba Yesu ametumwa ulimwenguni. Sasa tumeambiwa hapa hajatumwa ulimwenguni kuhukumu ulimwengu. Vipi mwalimu? Ametumwa ulimwenguni kufanya nini? Hiyo 17. Wewe mwalimu. Msomaji. Ndio mwalimu. Hiyo 17. Tumalizie. Inasema bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Safi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa. Ndio. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yaani ndio hayo maneno. Yesu amekuja tena kwa ulimwengu kuokoa ulimwengu. Ametangulia akasema katika ule mji. Hebu nipe ufunuo mwalimu. Amesoma katika 21 akaanzia 9. Akamalizia 10, hakusoma 13 na 14. Anasema katika ile Yerusalemu mpya ama kule
jana Firdaus. Yaani katika Biblia inaeleweka kama Yerusalemu mpya kuna milango 12, na ile milango 12 majina yaliyoandikwa ni ya Israeli peke yake. Hakusoma 13 14. Twende mwalimu. Haya 13 14 inasema upande wa mashariki milango mitatu. Safi. Na upande wa kaskazini milango mitatu. Sawa. Na upande wa kusini milango mitatu. Na upande wa magharibi milango mitatu. Safi. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Sasa kwanza ule mji uko na milango 12. Milango 12 ni yale makabila 12 ya Israeli. Sasa twende misingi 12 ya nani ya kina nani? Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwanakondoo. Kanisa inaingia mahali pale. Yaani kuna Israeli na kuna wale disciples 12 wa Yesu. Nao wanaingia pale. Akasema nini mlango wenu ni gani? Yohana 10 andiko lake la 9 mwalimu. Yohana 10 akasema ile milango 12 yote imeandikwa majina ya Israeli. Sasa akauliza nyinyi wa Kristo na nyinyi mlango wenu mtapita ni gani? 10:9 Yohana. Yesu anasema vipi? Anasema mimi ndimi mlango. Yesu anasema mimi ndimi mlango. Mtu akiingia katika mimi, yaani ukiingia kupitia kwa Yesu ataokoka. Umeokoka. Ataingia na kutoka. Yaani andiko linasimama 10:9, andika hiyo. Yaani tumepata wote ambao wanafuata Yesu pale pia wanaweza na wako na uwezo ya kuingia mahali pale. Dakika moja tu. Dakika moja tu. Nasikia umebaki moja tu nimalize. Wacha nimalizie na kusema hivi mwalimu. Tumesema Mungu anatuma manabii ulimwenguni kwanza kwa sababu sote tuko katika dhambi. Manabii wamekuja kuturudisha katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana wakikuja wanakuja na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Wale manabii sio wote ambao walitumwa katika ulimwengu. Aliyetumwa ulimwenguni na nimedhibitisha kwa maandiko ni Yesu peke yake. Walimu walitoa andiko ndani ya Qur'an na likasimama vile. Muhammad ametumwa kwa wale wa Arabu peke yake. Asante mwalimu. Dakika 5 sasa ya rebuttal. Kusema ule ukweli, ndugu yetu nimemnakili aya zake zote alizozitoa hapa, lakini shida yake kubwa ni neno ulimwengu, ndio linalomtatiza kaka. Katoa Mathayo 28:18, hebu isome. 28:18. Mathayo Mathayo. Naam. Neno ulimwengu tu. Ulimwengu tu ndio linalomtatiza. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi nimepewa kwanza Mungu ampatie Yesu mamlaka yote mbinguni na duniani. Halafu Mungu atabaki kuwa nani? Utakuwa na Mungu tena? Ni kama kusema Uhuru achukue mamlaka yote ampatie Ruto. Halafu Uhuru atabaki kuwa nani yeye? Haiwezekani kwanza Mungu apeani mamlaka. Wewe unafanya mchezo wewe. Mungu alipokuwa na wivu achukue mamlaka ampe Yesu, kisha abaki yeye kama nani? Endelea, inasemaje? Inasema hivi. Naam. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwanza huu ni uongo, si ukweli. Endelea. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, ndiyo, na Mwana, ndiyo, na Roho Mtakatifu. Kwanza kabisa si ukweli. Yesu akaja kwao akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote amepewa yeye. Kama amepewa yeye, ina maana sasa hata hakuna Mungu tena. Mungu mwenyewe ni yeye. Ndio ukweli huo. Sasa kama yeye ndio Mungu mwenyewe ashapewa mamlaka, anatumwaje? Unarudi kutuambia tena alitumwa. Sasa anatumwa na nani? Na yeye ndio Mungu mwenyewe. Hivi Mungu anaweza tumwa? Kwa hivyo kwanza Mungu hapeani mamlaka, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Umenielewa? Mungu ni Mungu mwenye wivu wala hapeani mamlaka. 12:17 Yohana. 12:17. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu 12:17. Maandiko nayo manake miaka imekwenda. Ndio hiyo sasa. Mrefu. Mwaka na nusu. Mwaka na nusu wa korona, maandiko ndio hayo. Ndio anaanza upya sasa tunakurudi akilini. Nasema basi wakamshuhudia wale mkutano waliokuwa hapo pamoja naye alipomwita Lazaro. Sasa sikiliza huyu jamaa, shida yake kubwa hapo ilikuwa ni ulimwengu.
ulimwengu imetumwa, mimi ni nuru ya ulimwengu. Sasa ulimwengu kwani ni nini? Niendelea kusema. Naam. Na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki. Kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki, kwa kuwa wamesikia ya kwamba amefanya ishara hiyo. Huo mkutano walisikia kwamba amefanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao. Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, mwaona kwamba hamfai neno lolote. Jamani, mwaona kwamba nyinyi viongozi hapa hamfai neno lolote. Tazameni, angalia amefanya ishara huyu, nyinyi mnazubaa, hamfai lolote. Sasa tazameni, ulimwengu umekwenda nyuma yake. Kenya ilikuweko hapo ama Tanzania na Uganda wakati Yesu anafanya hiyo miujiza? Kwa hivyo ina maana ulimwengu ni wale wale wana wa Israeli. Babu shtuka. Ulimwengu ni wale wale wana wa Israeli. Ndio wanaona ukienda katika dibaji kule nyuma utaona kuna mapu imewekwa, tena wameandika ulimwengu zama za agano la kale, ulimwengu zama za agano jipya. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu ni yale mataifa 12 ya Bani Israeli, ndio anayoitwa ulimwengu. Kwa hivyo mimi ni nuru ya ulimwengu, maana mimi ni nuru ya Bani Israeli. Mimi nimekuja kwa ni wale wale wana wa Israeli, sio kwingine. Utazunguka tu bure. Umeona? Akasema ile milango 12 kule, ile milango 12 ya wana wa Israeli ambayo tumeisoma, watakaoingia ni Wayahudi peke yao. Ndugu wakasema hata Yesu ni mlango. Yohana 19, haya isome ndio nikuoneshe, nikueleze kitu ambacho ulikuwa hujakijua na hujakifahamu. Yohana 19. Mimi ndimi mlango. Yesu anasema mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi, ataokoka. Ataingia na kutoka. Ataingia humu mwangu na kutoka, naye atapata malisho. Endelea. Mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Sasa sikiliza, Yesu anasema mimi ndimi mlango. Anamaanisha nini? Yeye ni nabii wa Mungu, anafunuliwa maneno ya Mungu. Kwa hivyo ni mlango wa maneno ya Mungu. Yesu yapite kwake, watu wayajue. Lakini kama ni mlango wa kabila, baada Yesu ni kabila ya Yuda. Katika wale milango 12 kule, Yuda ni moja wao. Sasa vipi tena rafiki yangu unasema kuna mlango mwingine? Mlango upi? Kabila ni 12. Na hebu mwalimu, hebu 12 Mathayo, tuone hizo kabila zile zilizotajwa ni zipi? Dakika moja. 12 Mathayo. 12 Mathayo. Tufanye haraka tuone hizo ni zipi hizo kabila. Na majina ya mitume 12 ni haya. Wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, ndio, na Andrea nduguye, naam, Yakobo wa Zebedayo, naam, na Yohana nduguye, ndio, Filipo wa Bartholomayo, naam, Tomaso na Mathayo mtunza ushuru, ndio, Yakobo Alfayo na Thadayo, ndio, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Basi wanafunzi 12 tu. Milango pia nao ni 12. Miongoni mwa hiyo mlango mmoja unaitwa Yuda, na Yesu ametokea hapo. Sasa wewe utakuambiaje kuna mlango mwingine? Huo wa 13 wa Wakristo uko wapi? Maana 12 inajulikana, wa 13 kwa swali linabaki pale pale. Bado Yesu ni kwa wana wa Israeli. Nyinyi mlango jamani hamna. Dakika yangu imekwisha Imeisha. Haya, mchungaji njoo 5 sasa za kwako na wewe. Alafu mimi unajua leo ni siku ya kwanza, kwa hivyo mtoto hafai kupewa ugali, anapewa maziwa kwanza. Ndio hivyo. Kesho kidogo uji, kesho sasa ndio ugali. Kwa hivyo tunaenda polepole. Usitoe zile ngumu hapo tafadhali. Nimejaribu kumfuata mwalimu kidogo lakini sijasikia hoja kutoka ndani ya Qur'ani. Mada ya leo, nabii wa ulimwengu amekuja kupinga neno ulimwengu. Katika Yohana 10:9 nikasema Yesu ndio mlango. Akasema mlango ni kwamba wewe ni nabii. 14:6 mwalimu Yohana 14:6, maana ya mlango ni nini? Yohana hiyo 14:6. Tusikie maana ya mlango vipi? Yohana 14:6. Yaani mimi nimetoa maandiko mengi tu, nimedhibitishia wasikilizaji ya kwamba Yesu peke yake ndio amekuja katika ulimwengu na amekuja kusamehe watu dhambi na kuokoa ulimwengu.
14:6 mwalimu inasema vipi? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Yaani nilitoa andiko 10:9, Yesu anasema mimi ndio mlango. Ukiingia kwangu utaokoka. Sasa akasema mlango, maana yake wewe ni nabii. Maana yake ni kwamba Yesu ndiye njia. Anasema vipi? Na kweli na uzima. Safi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia. Yaani ukitaka kufika kwa Mungu ambaye ametumwa hapa ulimwenguni na kufikishe huko ni Yesu peke yake. Akasema katika wale wanafunzi wa Yesu 12 akasema majina isomwe. Tukasomwa neno Simeoni Mkananayo. Kananayo sio katika wale 12 wa Israeli. Hivyo najua unafahamu. Yaani kwa wale 12 wa Israeli ambao Yesu alichukua wale wanafunzi, Simeoni Mkananayo sio katika Israeli, na bado Yesu amemchukua akawa mwanafunzi wake. Hebu nisomee Mika mwalimu 5, andiko lake la 4, la 5 na 6 mwalimu, ama 4 na 5 tu, kwa sababu pale Mika kulitabiriwa kutakuja mmoja. Mwalimu akasoma akasema huyo alikuja kuwalisha Israeli peke yake. Hiyo 5 sasa soma 4 na 5. Haya 4 na 5. Bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake. Mika 4 na 5. Kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Safi. Na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Unasoma Mika mwalimu? Mika 4 aya 5. Mika 5. Aya 5 nasema Mika 5 anzia 4. Safi. 5 kuanzia 4. Naye atasimama. Sasa huyu ni Yesu, naye atasimama na kulisha kundi lake kwa nguvu za Mungu. Sawa. Kwa enzi ya jina la Bwana Mungu wake. Sawa. Nao atakaa. Maana sasa atakuwa mkuu hata miisho ya dunia. Atakuwa mkuu hadi wapi? Hadi miisho ya dunia, sio Israeli. Yaani tumekuja kubishana, mwalimu amekuja tu kubisha neno ulimwengu maana yake ni nini. Yaani kuna dunia na kuna ulimwengu. Sasa wewe ukisema kuna dunia na ulimwengu ni Israeli peke yake, maana yake sisi wote sasa tuko ndani ya Israeli. Akauliza kama Kenya ilikuwa